Hiyo ni wazo jipya nasikia mara ya kwanza, kwamba kulikuwepo kuhani wa mzaliwa wa kwanza. Hakuna ukuhani wa namna hiyo hata kwa Wayahudi. Wayahudi lazima awe, yani kuwa kuhani lazima uwe Mlawi, lazima. Sio, haikuwepo hiyo. Ile kuwa kutolewa kwa Bwana kwa mzaliwa wa kwanza, ile sio ukuhani. Ile ni kukumbuka ile tukio la ukombozi wao kutoka Misri. Kile Mungu alifanya kwa Wamisri kuwaua wazaliwa wa kwanza, basi ilibidi wakumbuke siku zote kwamba wao ni walikombolewa kwa kifo cha wazaliwa wa kwanza wa wale wa Misri. Na kwa hiyo Wayahudi walikumbuka kukombolewa kwao kwa kumtolea mtoto wao wa kwanza, mvulana wa kwanza nyumbani, yani kwa baba na mama. Yule mzaliwa wa kwanza alitolewa hekaluni kwenda kumtolea kwa Bwana, kwa kutolea sadaka fulani. Ina tukio la ibada ili kukumbuka ukombozi wao ulitokana na kifo cha mzaliwa wa kwanza. Bwana aliwachukua wale wa Misri, wazaliwa wa kwanza hawakuwa na kosa. Ni Bwana aliamua kuwachukua ili kuwakomboa wao. Kwa hiyo walifanya hilo tukio. Kila kinachozaliwa, hata kwa mnyama, kama ni mnyama alivunjwa shingo, kama ni mwanadamu sio kumuua, isipokuwa kutolea ibada kanisa, hekaluni au kwenye sinagogi, kutolea sadaka fulani ili kukumbuka tukio lile la ukombozi wao kutoka Misri. Ule usiku ule wa kutisha wa Pasaka, ambapo walipaka miimo yao damu, alafu malaika alipopita akikuta mwimo ule una damu, alikuwa hagusi. Sasa wao walikuwa wanafanya tukio hilo kukumbuka wale wote waliokufa, wale wa Misri waliokufa bila hatia, kwa sababu Bwana amependa kuwatumia wao kama adhabu kwa Misri, na mpaka Farao akasarenda, akawaruhusu Wayahudi kurudi nyumbani kwao au kuja Sinai kumtolea Bwana sadaka kama alivyomwagiza Musa. Kwa hiyo sio ukuhani. Hii haina uhusiano na ukuhani. Kutolea, yani kukomboa mzaliwa wa kwanza, inaitwa the redemption of the firstborn. Na umeelewa? Sio ukuhani. Walitolea hasa wa kwanza wa kiume, ambaye wa kiume ndiye aliendeleza ukoo. Yani wao ni patrilineal, sawa. Kwa hiyo walikuwa wanakomboa yule mzaliwa ambaye ataendeleza ukoo. Yani mzaliwa wa kwanza wa kiume ndiye alikombolewa kwa kutolea sadaka. Walimpeleka hekaluni, na kama kasherehe walitolea sadaka. Bwana, tunakumkomboa, manake Bwana asimuue. You see, it's like killing an animal instead of the firstborn. Sawa. Kwa hiyo walikuwa wanafanya ibada hiyo, ndio kumkomboa mzaliwa wa kwanza wa kiume katika wazazi. Anapata mtoto wa kwanza wa kiume alikombolewa kwa Bwana kwa kutoa sadaka ili adhimishe ule ukombozi wa taifa la Israeli. Lakini yote hii, kilichokuwa muhimu ni kukumbuka jinsi Bwana alivyowakomboa, ndio wasahau milele. Yesu nakuona tu. Sasa sioni shida ni nini. Samahani kwa swali hilo. Ile inaonyesha kwamba hii Zaburi waliisali mara kwa mara katika ibada zao Wayahudi.
na waliwakumbusha kwamba yule ambaye atakuwa Masia atakuwa na hadhi ya juu sana, na ndiye atakayetawala kila kiumbe, kila kitu. Ndiye viumbe vyote vitakuwa chini ya miguu yake, na ndiye amekuwa mfalme wa wafalme. Sasa hilo limekuwa shida gani? Na ile ambayo Yesu anamwambia hamkusoma kwamba alipowauliza imekuwaje akaita Bwana, maana kwani Daudi alimuita Bwana. Misielewi, sijui shida iko wapi. Shida ni ipi? Ndio, Bwana wangu huyu ni Mungu amemwambia Bwana wangu. Ni hiyo Zaburi aliyotunga ni Daudi. Daudi alitunga hiyo Zaburi, na Daudi ni mfalme na ndio Bwana wa Wayahudi, is the Lord, mfalme wa dunia. Daudi is the Lord. Sasa Daudi alimuita, alikuwa anasema atamuita, manake Daudi anasema huyu atakayekuja ni Bwana wake, atakayekuja Masia, ambaye wanamngojea, ambaye vitu vyote vilikuwa chini ya miguu yake, atakuwa ni Bwana wa Daudi. Yule atakayekuja atakuwa mkuu kuliko Daudi, ni Bwana wa Daudi. Then Daudi atakayokuja sio Daudi, ni juu ya Daudi, maana Daudi anamuita ni Bwana. Kwa hiyo he should be higher than David. David calls him Lord. Kama Daudi alimuita Bwana, sasa huyo mbona atakuwa tu Daudi? Si atakuwa tu mfalme wa kawaida, atakuwa juu ya Daudi. Kwa hiyo Masia atakuwa ni Bwana wa Daudi, who is actually equal to God. Umenielewa? Yani anayesongelea pale ni Daudi, ambaye alimuita kwamba huyu Masia atakayekuja ni Bwana wangu. Bwana huyu anayesema Mungu alimwambia Bwana wangu, maana alimwambia Daudi. Daudi ni Bwana. Always they say that's our Lord. Ukenda mfalme yoyote wa Wayahudi walimuita ni Bwana, kwa sababu alikuwa ni mwakilishi wa Mungu. Mfalme ni mwakilishi wa Mungu, is the representative of God. Mfalme na ni kiungo kilichokuwa kina mamlaka yale na kupakwa yale mafuta. Kwa mfalme alikuwa ni Bwana wa wote. Sasa Mungu alimwambia Daudi, Bwana wangu is the Lord, is the Daudi, kwamba atakaye kuja atakuwa Bwana wangu, atakuwa Bwana wa Daudi. Then Daudi ni mdogo kuliko huyo Masia. Masia ni mkubwa, ambaye atakuwa kila kitu kitawekwa chini ya miguu yake. Kwa hiyo alikuwa na maana kwamba Yesu is the Lord of David himself, whom you call your Lord, ambaye mnamuita Bwana. Na Daudi huyo mnayemuita Bwana, kuna yule Masia atakuwa mkubwa, yani ni Bwana wa Daudi. Umeelewa? Kwa hiyo anataka kusema kwamba, anataka kuambia kwamba Daudi mwenyewe anamuita ni Bwana wake, ambaye nyinyi mnamuita ni the Lord, the King, the Lord. Sasa David himself, he is the son, anasema alimuita Bwana wangu. Kwa hiyo huyo Bwana wake Masia ni Bwana wa Daudi, which you call your Lord. The Messiah would be greater than David. Kwa hiyo, who is greater than David? Who was the Lord of all things, of all kings na nini? Daudi alikuwa emperor. Sasa ni atakuwa nani? Must be somebody equal to God. Ni mtu kama ana sifa za kimungu, ambaye Daudi aliyekuwa mkubwa wa Daudi tu ni Mungu.
ambaye alikuwa anamwakilisha. Sasa Daudi anasema huyo atakaye kuja ni Bwana wangu. Then he must be the Messiah, must be God himself. Kwa hiyo Yesu anawakumbusha kwamba hata Daudi ni chini yake Masia. Masia ni mkubwa kuliko Daudi. Sio tu mwana wa Daudi. Hapana, walimuita mwana wa Daudi. But he is not a son lower than David. He is greater than David. And David himself called him Lord, my Lord. Ndio hiyo maana yake. Alikuwa anawachokonoa na kuwaambia wafikirie sawasawa kwamba Masia sio mdogo kuliko Daudi. Daudi mwenyewe anamuita Bwana. He calls him my Lord. Kwa hiyo mimi nayesimama hapa ni Bwana wa Daudi. And Daudi alikuwa na Bwana mmoja tu ambaye ni God. Kwa hiyo think of it. Tunaita ni kama mtu anayekupa kitendawili. Naita kitendawili ambacho wewe ukitangue mwenyewe ninyi mnaofikiri kwamba kama Daudi alimuita huyo Masia ni Bwana wake, who would be this one? Who would be equal to God? And here I am, whom David was waiting for. Na nyinyi mnakubali kwamba mimi ni mwana wa Daudi. Ndio hiyo maana yake. Imeeleweka? Okay. Karibu. Huyu Melkisedeki? Hapana. Melkisedeki alikuwa mfalme. Jina lenyewe Melek ni mfalme. Jina lake lenyewe ni Melkisedeki, manake kuhani wa haki, kuhani wa ibada, kuhani neno lingine. It's not only mtu wa mchaji wa Mungu, mwenye uchaji, kuhani mwenye uchaji, mwenye haki. That is Melkisedeki. Sana Melkisedeki. Sasa kwa hiyo Melkisedeki alikuwa ni kuhani mwenye haki, mwenye uchaji, mcha Mungu. Ya pili aliitwa mfalme, Meleki. Kwa hiyo ni kuhani ambaye ni mfalme. Ndio hayo hapo ndani. Sasa hiyo haihusiani na ukuhani. Yeye aliyetumia ile neno pale reference, the reference which he is not saying everybody, ambaye kila sifa iliyoko kwa Yesu haipo kwa kila kitu anachopewa ile sifa. Sio, unanielewa? He was only talking about his priesthood. Yes. Melkisedeki hakuwa labda mwana wa Mungu. It does not say that. But he has some qualities that they belong to a higher being, ambaye sio Mungu. Ndio mwenye sifa zote, sawa? Lakini sifa hizi zinapatikana kwa washiriki wa Mungu wake kwa ngazi mbalimbali. Yes. Unajua Mungu directly sio mkombozi wetu. Mungu Baba ni muumbaji. Mungu Mwana ni mkombozi. He has that sifa invested on him as our liberator. Mungu amejitambulisha kwetu katika mwana wake kama mkombozi. Kwa hiyo sifa ya ukombozi haiendi kwa Baba, inaenda kwa Mwana. Sawa? Umeelewa? Ingawa Baba ni mkombozi, everything it just trickles from him. Kila kitu kinatoka kwa Baba. Lakini sura ile sifa ile ya ukombozi inajionyesha kwa Mwana. Mwana ndiye amekuja kuiangaza kwetu. Ameifunua kwa ukamilifu kwetu kwamba kweli ndiye aliyekufa msalabani kutukomboa, sio Baba. Sifa ya utakatifu, utendaji, sio kwa Baba.
iko kwa Roho Mtakatifu, ndio mtakasaji. Kwa hiyo sifa ya utakasa, sifa ya kutakasa, sifa ya kutenda, nguvu ya kutenda inajifunua kwetu katika Roho Mtakatifu. Lakini zote zinatoka kwa Mungu mmoja, Baba, ambaye ni Baba. Baba ana sifa ya uumbaji. Hatusemi mwana ni muumbaji. Yes, alikuwepo kabla na aliumba. Hakuna kilichoumbwa bila yeye. Lakini sifa ile inaonekana zaidi kwa Baba. Yaani tunaita Godhead, Baba. Ni sifa yake kuu ni aliyoifunua kwetu ni muumbaji in the first place. Sifa ya pili ya ukombozi, liberator, redeemer, savior, imejifunua kwetu katika Kristo mwanaye. Yeye ndio mkombozi wetu aliyekufa msalabani. Sifa ya utakatifu, holiness, sifa ya utendaji inayowezesha vitu kufanyika. Sifa ya kusafisha vitu kwa moto, sio kwa maana. Mwana asafishi watu kwa moto, ni Roho Mtakatifu, na amejifunua kwetu hivyo Pentekoste. Kwa hiyo hizo sifa zipo katika Mungu mmoja. Sababu hapa tusifanye kuwa na miungu mitatu. Mungu mmoja, lakini Mungu mmoja katika historia na uhusiano wetu na wanadamu amejifunua kwa namna mbalimbali. Na tusivuke moja kwenda nyingine. Mungu amependa hivyo. Na kwa hiyo fumbo la Utatu Mtakatifu ni fumbo linalojulikana kwetu hivyo kuendana na jinsi Mungu alivyohusiana nasi. Lakini ni Mungu mmoja yule yule. We don't have three gods. We have only one God. But this God, in his relationship with us, human beings, and the world at large, cosmos, amejidhihirisha kwetu katika hizi nafsi tatu: Baba muumbaji, Mwana mkombozi, Roho Mtakatifu mtakatifuzaji. Yes, ndio ilivyo. Kwa hiyo pia hata kwa kuhani, ukuhani Yesu anajidhihirisha kwetu kuwa kuhani wa milele katika picha ya Melkizedeki. Ndio hivyo. Hatuzungumzi sana ufalme wa Melkizedeki hajulikani sana, hatumiki. Ukisoma kitabu cha Waebrania sura ya 7, hatumii yule mfalme Melkizedeki kwa ajili ya kudhihirisha kwamba Yesu ni mfalme. Kuna sehemu nyingine Yesu anajulikana mfalme zaidi kwa kuangalia sura ya Daudi. Yule Daudi aliambiwa atatoka kwenye nyonga zako yule ambaye ni mfalme na atakayekaa kwenye kiti chako cha kifalme forever. Kwa hiyo Daudi ni picha nyingine ya sifa za Yesu kama ni mwana wa Daudi. Melkizedeki anabeba sifa nyingine ya Yesu kama mfalme, kama kuhani mkuu, the high priest Melkizedeki. Ndio nataka kusema. Halafu anaweza kuna sehemu kuna watu ambao au picha zimetolewa kuonyesha sifa za Yesu kwa kutumia picha mbalimbali. Yes. Ndio tusichanganye zote, tuzione kama Yesu ni mfalme, tuone pia ndani mwake kuna picha ya unabii inaonekana kwa Musa. Nakumbuka sura 18 ya 15 pale ya kitabu cha Kumbukumbu. Musa anasema atakuja nabii kama mimi ambaye anazungumza na Mungu ana kwa ana na anaongea naye kama vile tunapiga hadithi na rafiki yangu. Hakuna mwingine, ni Musa. Na anasema atakuja nabii. Musa hakusema mfalme, nabii kama mimi. Msikilizeni yeye, na atakayeacha kumsikiliza atakufa. He will die spiritually.
sababu usipomsikiza Yesu hutaona mbingu. Yesu amesema kuna mtu anaweza kuona mbingu bila yeye. That means death, real life. Sasa kwa hiyo hizi zinatumika, ni picha zinazotumika, au we call it imagery, sifa, epithets za Mungu zinatumika. Watu mbalimbali wanametumika kumulika sifa hizo ambazo ziko katika Kristo. Kristo amekusanya kwa sababu ni Mungu in the first place, aliyekuja katika nafsi ya pili kwetu. Mungu alikuja nafsi ya tatu kwetu, akaja nafsi ya pili kwetu. Mungu Baba alijitambulisha kwetu kama ni yule muumbaji, kuna kilichopo bila yeye. Na tunasoma kitabu cha Mwanzo pale sura ya 1 mpaka ya 3. Basi ndio hivi. Karibu. Siwezi kusema ni Yesu Kristo. Kama mtu anasema Daudi ni Yesu Kristo, au anayesema Musa ni Yesu Kristo, ni kama Musa. Unajua neno muhimu sana, hos, kwa lugha ya Kigiriki hos, na kwa Kiebrania tumia ka, maana yake it's like him, is the imagery, the image is not him. Yesu sio Musa, ni kama Musa mpya. Injili ya Mathayo imejaa hiyo picha kwamba Yesu ni Musa mpya, ni kama Musa mpya. It's not Moses who has returned. Moses remains Moses forever, but he is like, he reminiscent to Moses, reminiscent. You can see like Moses. He reminds us Moses, but he is not Moses. Moses remains an Old Testament figure, but now he appears in the image of Christ, in Christ. That image comes back in people. Na pia mfalme Daudi, Yesu sio mfalme Daudi, kwani alitawala wakati, kwani Yesu alilala na mke wa Uria? Msije mkasema ndiye alilala na mke. That's what I'm trying to say. Ni lugha, watu hawaelewi mambo ya kutumia lugha. Ndio maana sisi tunasoma philosophy kabla mpaka tuakishe wewe umepass philosophy, you cannot do theology. Maana the way of thinking. Philosophy ni mpangilio wa mawazo na kujua namna ya kutumia lugha ile ambayo ina express mawazo yaliyoko ndani. That's philosophy. Therefore we make sure that for the priests, Catholic priests, ndio tunatumia miaka mingi sana kuwatrain hao watu waweze kufikiri sawa sawa, sio kulipuka tu kama wanapiga kelele. Kunashinga, how can a person don't think? Hawezi kuona hiyo correlation ya mawazo. Huwezi kusema Yesu ni Musa. Bana, Yesu ni kama Musa, ni kama, is the image of Moses. So kwa hiyo kama unatafakari, what are similar, there are similarities. Kuna uwiano wa ile maisha ya Musa na namna alivyozaliwa. Hivyo hivyo ukiangalia Injili ya Mathayo imeonyesha kila kitu, hata kutoa sheria mlimani, ile mlima na hotuba ya mlimani, Musa anafundisha Sinai, ndio Yesu pale, na anazungumzia Torati pale. Alafu ukiangalia kuzaliwa kwake mpaka hata kukimbia, Moses amezaliwa na kutupwa mtoni. That's how Jesus was born. The image of Moses comes back. But Jesus is a new son of God. He's higher than Moses. Kwa hiyo unaona, kwa hiyo ni Yesu ni kama Musa. Sio Musa, ni kama Musa. Ni Musa mpya. Ndio hiyo imeandikwa, mbona nawaambia msome kitabu cha Waebrania sura ya 7. Imeandikwa kila kitu. Ni sura ya 7, nikisoma Kiswahili hapa kila kitu imeandikwa. Kwa nini tunamlinganisha Melkisedeki na Yesu?
kwa sababu Melkizedeki ni kuhani. Ametokea kama kuhani kwa sababu alipokea sadaka kutoka kwa ya Abrahamu, na makuhani ndio walikuwa wanapokea sadaka tu, sio wewe unaenda kutokea sadaka, ni kuhani. Sasa Abraham baada ya kutoka vitani na masurufu yake yote aliyopata vitani, alitoa 10% ya zile luti, zile buti aliyopata huko, akampa sadaka Melkizedeki. Melkizedeki anazipokea kama kuhani, na hakuna mwingine. Abraham hajatoa sadaka kwa mtu mwingine yote, ni kwa Mungu na kwa huyu Melkizedeki. Kwa hiyo Melkizedeki alishtua watu. Then Melkizedeki hatujui ametokea wapi. Hata Yesu hatujui ametokea wapi, kwa sababu hana baba wa binadamu. Sisi tunaweza kutoa ile ukoo wake, alafu pale kwenye ukoo wake utaona unavunjika. Kama ukisoma ile ukoo wa Yesu katika Injili ya Mathayo sura ya kwanza aya ya kwanza mpaka 17, unapofika aya ya 17, ile mtiririko wa ukoo unavunjika. Anaingia mwanamke Maria, kama vile ulipovunjika katika ule mtiririko kutoka Sulemani, kutoka Daudi kuja Sulemani, ilivunjika, unavunjika. Inaonekana kwamba Yesu ni kizazi kingine tena katika ule mtiririko, lakini ni mwana, alipewa ile heshima ya kuwa ukoo ule ule wa Daudi kwa njia ya Maria, lakini haifuati utaratibu wa ukoo kwa Wayahudi, kwa sababu mwanamke sio msimamizi wa ukoo. Lakini Maria amechukua ule kwa sababu hana mume, so his father is not known. Who is the father who would have taken ambaye angechukua ile nafasi ya kuendeleza ile mtiririko wa ukoo? Hayupo, ni mama yake tu. Hakuna mwanamume anayezaliwa bila mama. Kwa hiyo pale wanamjua mama tu ambaye ni Mariamu, lakini Yosefu amejining'iniza pale kama baba wa kambo na sio baba wa asili. Kwa hiyo unaona mvunjiko ule. Sasa kwa hiyo Yesu ukoo wake, yani uzazi wake haujulikani, mtoto wa nani hasa? Mungu. Kwa hiyo anavunja ile mtiririko. Na kuhani huyu Melkizedeki hajulikani alitoka wapi, hatujui ukoo wake, ametokeza from nowhere. Hatujui baba yake, hatujui mama yake. Huyu ni mbaya zaidi. Na hatujui alizaliwa lini. Haisemeki alizaliwa lini Melkizedeki. Alafu ndio ni mfalme wa Salemu, lakini hatujui ametawazwa lini kuwa mfalme na watu gani. Ufalme wake ni upi? Watu gani? Hamna. But he is a king, ni mfalme. Kwa hiyo kama Yesu pia ni mfalme wa wote, he is by nature, kwa asili yake ni mfalme. Hata kama mnamkataa na baki mfalme. Yesu ni mfalme hata kama hutaki, hata kama umtambui, utakutana naye kwenye kona fulani ambapo you have no escape, huwezi escape. Kwa hiyo ndio hiyo Melkizedeki ametumika kama ishara ya ukuhani, ufalme labda wa Yesu. Hajulikani, hatujui amekufa lini Melkizedeki. Hasemi alikufa lini, he disappeared. Na hiyo ndio tunaita kwenye taaluma za kibiblia
He is the eternal, ni wa milele, anabaki alivyo. Hakuna abduction, hakuna abdication, hakuna kwamba alijiuzulu. He simply disappeared. We don't hear about his demise, yani mwisho wake nini. Mara nyingine sisi tunasikia alizaliwa tarehe na kwenda tarehe, amekufa tarehe hii, lakini Melchizedek, no, he is still around mpaka hata wakati sasa yuko, but he don't know what happened to him. Alienda mbinguni kama Enoch au kama Elia au no, nobody talks about that. He simply remains a figure, the unknown figure. Ndio hiyo sababu Yesu ana katika ukuhani wake, anayefiti ukuhani wa Yesu ni Melchizedek, kwa sababu hakurithi ufalme ukuhani huu kwa yoyote yule. We don't hear that he is not hana kabila. Melchizedek hana kabila. Useme ni Walawi. Kwani wake si wa Kilawi, ni wa kutoka milele. He was born a priest. Hakuna aliyempaka mafuta. Ndio hivyo. Hakuna aliyempaka na atakayempaka Kristo mafuta. By nature is the king, the priest and the prophet. Hakuna anaweza kumpa mamlaka mtu hayo, hakupokea kwa mtu. Melchizedek alionekana, alikuja from nowhere, hatujui imetoka wapi, akakutana Abrahamu. Baada ya kukutana na Abrahamu na kutolea sadaka na nini, amefutika. Hatujui alipokwenda, yupo around, labda alikwenda mahali fulani anasubiri tu au nini, lakini hayupo tena. Na ndio maana Yesu pia ndio tunaona alikufa kwa kihistoria, lakini alifufuka. Na baada ya kufufuka akakutana watu, sio kwamba aliondoka tu, alikutana watu na wakathibitisha ni yeye, na kula pamoja nao akiwa ameshakufa. And sio kwamba ni ndoto, alikutana watu 500. Hakuna ndoto ya watu 500 wanaota wote, au wote wanamtambua wakaamka wakakimbia wote. Kwa hiyo haina kitamani. Kwa hiyo Yesu kweli alikuwa amefufuka, na wamemgusa na Tomaso na wengine, wamekula na vunja mkate pamoja, lakini sio amekuwa transformed, amebadilika na akaondoka. Wanaona wote, wanaona, sio mtu mmoja aliona anaondoka kwenye ndoto zake, no, all of them were there and they were all flabbergasted. Walishangaa, what's going on? Alafu anakuja malaika na waambia, jamani, mbona mnaangalia angani? Mliyemuona naondoka ndio hivyo hivyo atakavyorudi. Kwa hiyo Yesu hajafa, he's still around, and he told them, I will come back the way I came here before. Nitakuja. Sasa wote tunabaki tunaangalia angani. Akaambia, hapana, msikae mnaangalia huko, kwendeni mkufanye kazi aliyowaagiza. Nendeni Yerusalemu, mtakaa pale msubiri awashushie ile nguvu aliyowaahidi Roho, alafu baadaye mtakwenda kufanya leo mpaka atakaporudi. Ndio hivyo Yesu. Sasa yote tunaita, huwezi kusema Yesu ni Melchizedek. Hapana, ni mfano wa Melchizedek. Yesu ni mfano wa Daudi. Yesu ni mfano wa Nabii Musa. Yes, ni mfano wa. Sawa, ndio karibu. Hili ni swali kila wakati linaulizwa. Unajuaje Tomaso alipiga magoti kwa sababu gani? Unafikiri ya kutii? Hiyo swali lako hilo. Kama ameambiwa gusa, alimpelekea ubavu, gusa mikono na miguu. Ni amri. Sasa wewe hukuamini, njoo kama pia wewe koka hapo. Unajua koka hapo nani jeshi? Mtu sugu asikii. Letwa hapa. Ama yes, gusa. Akagusa.
kagusu gusu gusu, mwishoni akadondokea magoti. My Lord and my God. This exclamation ni mshtuko mkubwa kwake, kwa sababu bado alikuwa na suspect. Nampenda sana Tomaso, very important figure. Tomaso anatuwakilisha sote, na msimdharau Tomaso. Yeye ndiye anathibitisha ufufuko, anatumika hiyo. Tomaso is as important as Mary Magdalene, is as important as Peter. Hao ni figure wakubwa sana kwenye ufufuko. Msione tu is by passing. Hapana, ni central katika ufufuko. Tomaso very important. Kwa hiyo na ile hata ile hadithi ya Emau ni pillars hizo katika uthibitisho wa ufufuko, na empty tomb, na ile kaburi wazi lilokuwa na empty. Hizo ni pillars. Lakini wewe unauliza kuhusu kwamba what is the problem there? I don't see. Kwa nini Mary alikataliwa? Yes, Maria. Yes, hiyo ni swali ambalo nimesema watu wanauliza, lakini jibu lake ni rahisi tu. Krato, neno ambalo linatumika Maria, unajua tamani sana kwa mama zetu na dada zetu hapa. Unajua mtu Maria alikuwa ameumia sana, like our mothers, they are really emotionally aliumia sana kwa kifo cha Yesu, because she believed that Jesus will never die. She believed, kama mama yake pia, na kama wakina mama wakishaamini ni strong sana. Ndio maana sisi hapa wanaume wengi ndio tutakwenda kule kwenye mkaa, wengi wetu sisi wanaume kwenye mkaa. Anielewi wapi tena? Wakina mama wengi wataokoka, ninakwambia. Na wengi waliomfuata Yesu ni wakina mama. Sisi tunajifanya tunatumia kichwa chetu ndio kitatupeleka huko kuliko na mkaa. Nimesema mkaa maana natania, lakini sababu Mungu anajua yote, kwani alikumba hivyo. Pengine pia kustabilize mambo, kwa sababu usipokuwa na kichwa sawa sawa ukatumia tu moyo, unaweza kwenda porini huko ukapotea. Kwa hiyo wanaume ni stabilizer, ni wakana Tomaso anatuwakilisha sisi. Tomaso sasa wakina yeye Maria Magdalena alitaka awe na Yesu, ni wa kwake. He has discovered him and he must be as. Naona Yesu anamwambia bado kuna kazi ya kufanya, sio nibaki na wewe hapa. Ni kuto kumwambia kwamba yeye alitaka sasa security. Ni Maria Magdalena atampa Yesu security gani? Unajua kama umepata aliyepotea, ni Maria alikuwa anahangaika kweli, na asubuhi mapema ile anahangaika huko mama kwa watu, alafu anamkuta kile alichotafuta, hataki aondoke tena, na amepata utulivu. Mahangaiko yote na kulia pale bila. I can imagine how she was reacting. This, so you are here. I've been looking for you. I thought of going to Pilate and complain. Aogopi. Wakina mama aogopa sana, akikuchukia na kumaliza. Yes. Ukimumuiza kama anavyoumia, usimuendeleze huko mbele, atakutendea vibaya. Kwani uongo? Tuseme ukweli kwamba ukimchukia mtu you don't like to see him or her. Na kwa hiyo upendo ule wake unaweza kutani into hatred kubwa. Hiyo upendo wa mwanamke ukiuchezea alafu ukabadilika ukawa chuki, itakuwa chuki kubwa kweli. Na kwa hiyo
Maria mahangaiko yake sasa amekuta ni yeye, na hata anamuita jina na kila kitu. So that personal intimacy is there. It's you, my Lord Rabboni. Sasa usiende tena, moja tuende pamoja. Anafikiria atampa security like a mother who finds the child. Mimi nakumbuka kuna wakati fulani binafsi mimi nimehangaika sana. Mdogo wangu alipotea somewhere, I don't know, ni mji mkubwa, alikuwa anasoma Nairobi. I was told we don't see him. I could not sleep. What happened? Kumbe jamaa basi maisha ya watu. Unajua what could happen in a corner somewhere. Basi baadaye nasikia anapiga simu, hello. Kama si namna gani? Father, vipi? Tupo na mke wako anakufa kule nyumbani. Nimeshawaambia nipo hapa, wasihofu na nini. Kumbe ameenda kwenye business, amepotelea huko, lakini na mambo mengine. Sawa. Basi ndio binadamu. Mambo mengine ukikutana na watu wengine huko, basi akili imevurugika. Ikibidi basi watu mambo ya nyumbani. Lakini I remember how emotional I was. I almost cried. Nilijikaza sana kuwatuliza wengine. Hatukwenda polisi, lakini it took at least 3-4 days bila kujua kwa. Na mechanism simu zote amezima. Kwani umezima simu? Unajua nilikuwa nchi ya jirani. Basi ilikuwa. Sasa nafikiria Mary Magdalene, a mother. Then she is the one whom she was looking for so long. Siku tatu hivi anahangaika. Baadaye anakuja ile siku ya kwenda kumpaka mafuta, siku ile asubuhi ile hayupo. Alifanya panic sana. Na sasa kwa hiyo alitaka, aliposikia ile majibizano pale, kwanza alifikiri ni mtunza bustani. No, you can see kwamba hakuamini na anachoambiwa. Afikiri mtunza bustani, alifikiri nini. Alafu anasikia anamuita kwamba wanafahamiana. Ndio akamwangukia, anataka kumshika ili aweze yeye kama kumprotect. You cannot protect your king. Akamwambia kaa kule, wewe utaniprotect na mgani. Unajua kupata kitu ambacho unakitafuta, unataka kukumbatia na kusema sasa usiende tena popote. Namna hii usiende popote. Lakini akamwambia no, there is more to do. Bado tunayofanya kabla sienda kwa babangu. Nikishaenda kwa baba yangu, I will be there for you. Kila mmoja anaweza kunishika. Nikishaenda kwa baba, everybody I will be his. Nitakuja kwa kila mmoja anayenitambua na kunipenda na kunihitaji, nitakuja kwake. Lakini kwa sasa nina kazi ya kufanya bado, kuwajulisha wale na kwenda kuwathibitishia kwamba niko hai, na baadaye nitapaa, na nikishaenda kwa kupaa nitarudi katika roho na nitakaa kwa kile yote anayenitafuta na kunipenda. Ndio hivyo alivyokumwambia yule mama. Kwa hiyo alikataa kushikwa, na ili yani ni fundisho pale, ili yani imeandikwa kwamba alimwambia usiniguse. Sasa sio kugusa tu, kama kugusa kama Tomaso, kumshika, kumkrato, kumtunza, kumng'ang'ania, ndio neno yes, kumshikilia. Alikataa asimshikilie kwa sababu bado kazi haijaisha. Ndio maana yake. Tomaso yeye ni kugusa. Maneno yanayotumika Kigiriki ni tofauti. Kwa hiyo yule kumshikilia, usinishikilie kwa sababu bado ninaenda
kujionyesha kwa ndugu zangu, kuwadhihirishia kwamba nipo hai, hata kula nao. So don't usining'ang'anie sasa hapa, mimi sio makaburini. Sasa wewe nenda kwaambie nakuja, na watangulia kwenda Galilaya. Ndio mama akakurupuka pale, hakulalamika kwa sababu it was not an issue. She understood kwamba here it means he wants to do something else. Sio kwamba ndio mwisho. Usiende tena kwa hao waliokutaka kumaliza, toroke, labda twende tafuta, hebu suggest, mimi naona twende tukaishi labda Lebanon. Hata yeye anamwambia nenda, tunarudi Galilaya, huko nilikotoka, wanako nifahamu wote, sio hata Yerusalemu, Galilaya kule wanako nifahamu, na hao nitawajionyesha kwa wale walionifahamu toka utoto. You see, the risen Christ showed himself to those who knew him, sio wasiomjua. Hataanze tena kujiona mimi ndio Yesu. When you look at him immediately, he's mtoto wa Maria. That's what they will know, kwamba ni yeye. So that is how he did. Sasa kwa hiyo Maria alitaka kuzuia ile sehemu, kama kutaka kuona, sio kwamba alidhamiria, hapana. Hakuona kwamba Yesu bado alikuwa na wajibu kukamilisha tukio la ufufuko lote, ni appearances also. Alafu baadaye akishapaa hata tokea tena kwa watu binafsi. Sasa anatokea kwa kanisa zima. He comes in the Eucharist. Maria hakutambua haya mambo. He comes to you every day, every time you need him. He is here. Sasa hakutambua. Kwa hiyo Maria Magdalena tukio lake lilikuwa na ufupi wa mawazo yake na sisi wengine. Anatuwakilisha wote, kwamba sometimes mambo fulani tunataka yabaki yalivyo, na pengine tuna hofu ya kupoteza. Kumbe ukipoteza ndio unapata. Kumbuke hiyo. Ukiachilia ndio anakuja makubwa. Usiogope kuachilia. Mmoja ananiuliza, nitoa mfano pale kwamba sisi bana, naambia sisi nyewe wakapuchini mnajidai maskini, lakini sisi ndio maskini hasa. Kamuuliza, ni padri wa jimbo. Every time and I go there, I visit my friends, wananiona I'm still here, na wengine waliosoma na mimi wamechakaa, anatembea kama kobe. Kaza ngome muziki bana, nimwambia unataka nife bana? Nikamwambia hapana. Vipi, mbona hali yako sisi? Akasema ndio sababu nyinyi bana mnasema maskini, lakini na kila kitu. Sisi ndio ndio maskini ni sisi bana. Kabla hapo ni kweli. I don't mimi sina kitu, sihitaji chochote. I have everything. Kwa sababu gani? Kwa sababu nilitoa yote kabla. I was ready to tell God that I give you what I have and what I will have. What I have and what I will have. I had great possibilities. Sasa hivi ningekuwa tofauti kabisa. Ningekuwa labda na magari mengi tu, majumba mengi, na ukorofi wangu ningekuwa na vitu vingi, mashamba huko, labda nishafungwa, nimetoka. Mimi najifahamu. Sasa sina, kwa sababu I gave them before I had them. Nilitoa pamoja na ile tamaa yangu. Nilitoa katika ndoto. Unajua kijana wangu, sisi hatuna cha kumpa Mungu, tunampa ndoto zetu. That's kubwa sana. You give your wishes, your projects, your everything that you have. Nikamwambia sisi, wewe kwa nini kumpa Mungu kwanza? Alafu uona angekufanyia nini? Wewe ni ubinafsi wako, ulifikiri kile nataka suruali mbili zibaki za mbili.
Hapana, mimi nilizitoa nikaenda uchi. Mkaona mjinga yule anaingia shirika namna hii, kwa sababu sina ujasiri wa kumwomba Mungu najikabidhi kwako. I have nothing. Like the Levites, they were told, I will be your inheritance. And they continued without the possessions. Hawakuwa na chochote Walawi. Kwa mimi pia nilimwambia Mungu, natolea kila kitu, utii wangu, family, mteja na nini, utajiri wote ambao ningeweza kuwa nao na kukabidhi. I want to live free. Sasa ile freedom maana tunaambiwa bana, anayetoa anapata mara 100. Mimi nina mara naambia wewe una kigari chako kinapiga kelele ro 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 koko pum, na maana yake hakina na breki zimeisha na huku pipe zinaanguka. Lakini mimi anaangalia anamwambia hebu niletee gari lile pale, nataka kufika hapa mjini. Kesho unaniona na gari mjipya, kesho kutwa na mlori, kesho kutwa hii I change because I have. Hapa ndani hapa kuna magari 7, unani 7. That is not up to me to count. Yako nani hapa ndani? Kila mmoja ni langu, kila mmoja ni la kwako. Kuna mtu mwenye magari nani? Huyo ni mwizi. Lakini we have 8 cars here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes, 8 cars inside. Lakini sio ya mtu fulani. Yote at our disposal. Kwa hiyo tumekuwa matajiri kwa sababu ya kutoa. Nimetoa na ndio ilivyo. Magdalena hakujua kwamba kule kumwachia Yesu ndiye anampata Yesu kikamilifu zaidi. Ndio hivyo ilikuwa. I hope you understand what it means. Tofauti yake na Tomaso yeye aligusa, alikuwa hana uamini kwamba mfufuka. Maria swali sio la ufufuka, kutokuamini. Hapana. That woman believed in the first place. Alibelieve kabisa, na ndio maana alitaka kumshika asiondoke tena, because now I found him. Kama umegusa kitu umekuta. Yesu alituambia ukuta lulu usiachie bana, ununue ile shamba ili iwe mali yako. Nunua shamba lote. Maria alitaka kuchukua shamba lote, akaambiwa hapana, ni shamba sio lako wewe tu. Sasa ninaenda sasa kujionyesha kwa wale ambao niliwapa kazi ya kutangaza ulimwengu mzima, na kuwakumbusha bado nataka kuwakumbusha kwamba wakaende wafanye nini. Ndio. Asante kwa tafakuri ya Yohane Paulo wa pili. Kwa hilo tunaita ni spiritual reading, na uweze kuthibitisha hilo katika Biblia halipo. Kwa hiyo tunaita hiyo ni mtazamo wake wa kusoma neno la Mungu. Lakini kama ukiwa mwalimu usiende kufundisha hayo, kwa sababu hiyo ni spiritual intuition na is not scriptural, sio kutoka kwenye Biblia. Hakuna mahali Biblia imeweka hizo distinctions, ni kutoka experience yetu, and then we go back, ambayo ni deductive, sio inductive katika thinking. Kwa hiyo huwezi kuargue hivyo kwenye Biblia au kwenye dissertation. Mungu haiwezekani. Nobody utafeli kwenye academic dissertation au huwezi kuargue, huwezi kuandika topic. Hizo ni spiritual readings ambazo ni intuitive, na hakuna argument, hauwezi kupata evidence ya hayo. You can't. Kwa hiyo kwa sababu katika Biblia hakuna tofauti na mwanamume na mwanamke katika uumbaji wao. Zikni na Zakar, yani mwanamume. Zakar, Zikni. Huyu ni mwanamke, they were together. Hakuna elezi the difference between the two. The only difference is that one is female and the other one is male. Na kule katika mwandishi wa
wa Yahwista anasema yule mmoja ni msaidizi. Neno msaidizi na tudanganya kwamba ni weaker. No, he's the strongest. I would like to say that from that argument, hiyo ungeargue hivyo, pengine ingekuwa na mshiko kwamba mwanamke ni stronger than man. Man is weak. He cannot stay alone. Hawezi kukaa mwenyewe. Sio kwamba kuwasifu, lakini msikilize namna inavyokwenda. Because I'm teaching this in wale wa masters na PhD. Neno linalotumika la msaidizi, ni msaidizi. Msaidizi, helper. A helper is not the weak. Sasa sisi tumezoea kuunganisha mwanamke kama msaidizi. Why msaidizi? Ni kwa sababu mwanamume ni dhaifu. Yes, if you are strong, you don't need the help. Au ukiwa mwenye uwezo, uhitaji msaada, sio? Lakini unahitaji msaada kwa sababu ya ni dhaifu. That must be accepted, whether you like it or not. That's the thing. Na you a helper is not sio dhaifu, kwa sababu yeye ndio mwenye uwezo wa kusaidia. He is stronger. In fact, muangalie. And that is why God is also known as my helper. God is my helper. Neno hilo linatumika. Mungu ni msaidizi wangu, kwa sababu mimi ni dhaifu na bila yeye sitaweza. Na kwa hiyo hata siku moja msiassociate that the woman being a helper kwamba ni dhaifu. No, is stronger. And this strength of the woman sio imetoka kwake tu, imetoka kwa bwana wake pia, because he is from the flesh and bone of the man. Umeelewa? Kwa hiyo wote wawili wanaunganika, wanakuwa kitu kimoja. Therefore that kind of separation is dangerous. Na ndio maana yule mtunzi wa kwanza wa simulizi la uumbaji anaitwa kuhani, wameumbwa instantaneously, yani simultaneously, pamoja. Akasema akaumba mwanamume na mwanamke, na akarudia wote akawaumba mwanamume na mwanamke. Anarudia mara mbili, yani at the same time, instantaneous. Mwanamume na mwanamke, hakuna distance, hakuna kusema huyu alitangulia huyu akaja baadaye. That is not there. Only that yule mwingine alitaka kuemphasize ule umoja wao uko katika nini. Yule wa Yahwista anasisitiza yule kwamba yule mwingine amekuja kumsaidia huyu, kwa sababu huyu alikuwa dhaifu kiasi kwamba hawezi kuishi mwenyewe. The male could not live on his own. He needed a help. That helper is the one who can enable the man to live. Otherwise hana raha, hana kitu, hakuna kitu cha kuwasiliana naye, kuhusiana naye. Kwa hiyo alikuwa desperate, and God saw this. Not good that man should live alone. Akamletea huyu. Sasa na yule akaexclaim, akasema, from my bones now I am Ish. Na yule mwingine ataitwa Isha. Ish is man. And mwingine Isha ni mwanamke. Kwa hiyo tutakuwa mmoja. Kwa hiyo kama Mungu ni msaidizi wetu, na Mungu ni mwenye nguvu zote, anakuwa msaidizi wetu na tunamkimbilia kama msaidizi wetu, kwa kuwa yeye ana uwezo wote. Mwanamke ni msaidizi wa mwanamume kwa sababu unakataa kwa sababu ya nini? Sasa anakuwa sosi ni yeye au yule mwingine? Sasa kwa nini hatuoni sisi ndio sosi? Kwa sababu nini?
Unajua yule hizi simu hizi zimetungwa kwa akili ambayo hasio ya kibinadamu. Deep down tungejinyenyekesha, mwanamke asingekuwa alivyo kama sisi hatukumharibu. Kama tungekuwa na upendo wa kweli, kama alivyosema Adamu, ni mfupa na mfupa wangu, ni nyama na nyama yangu, hakuna kingine ambacho kingeharibika. Ni sisi kwanza hatukuwatambua, hatukumtambua. Tunataka tuwadominate, tutawale, tunataka kugrab kila kitu, kuchukua sisi. Hata kwenye machinjio kwetu nyumbani wanakula zile nyama nzuri, na nyingine wanapeleka kwa wanawake kama zile ambazo sio nzuri sana. Ndio uona niangalia kwa jicho. Tuna ubinafsi. Ulimwengu umekuwa corrupted in the first place not by women but by man, the male who had been dominating, ambaye mwanamume ndiye ameharibu ulimwengu. Angalia, fungua macho, ni watawala. Kwani Trump ni mwanamke? Hitler ni mwanamke? Stalin ni mwanamke? Farao ni mwanamke? Herod ni mwanamke? Kwa nini hatufungui macho? Genghis Khan na wakina, I can mention thousands niliojifunza mimi katika study zangu, na thousands ambao ni great powers. Rarely you find a woman ambao ndio wamecorrupt na kuua watu na kuleta regimes, yani utawala wa kumaliza watu. Tell me, ulisikia mkoloni mwanamke hapa aliyetawala hapa? Wakoloni wote hapa ni wakina Tambul na mimi sawa, lakini huyo mtoto anazaliwa na nani? Kwa mwanamke tu. The woman in the first place sio power ya pale nyumbani. Mbona mnapinga? Unaanza katikati wewe. Kwa nini? Yesu alisemaje? Kwa nini hayo? Kwa nini mnaenda juu, mnaanza katikati? Yesu amesema nini? Kwa nini kuna divorce? Kwa nini kuna talaka? Sasa wanaume, Musa aliwapa ruhusa ya kuwataliki wake zenu kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu. Haikuwa hivyo. Acha isijengue tasema ni hawa ndio wameleta shida duniani. No. We are responsible together with them because they agreed to collaborate with us. Niseme hivi, siku ile ya kula tunda lile, tena kuna mtihani wa hapa hamna wa form wale mwaka wa pili wa license wanaofanya masters, wana somo langu, na angekwepo hapa angefaidi. Sasa kitu nachosema ni kwamba you see, lile anguko la kula kutoka kwenye ule mti wakati, na ambapo umetoa reference ya nyoka, sio alienda kwa mwanamke. Kwa nini kwa mwanamke asiende kwa Adamu? Kwa nini? Nafikiri kwa sababu mwanamke yule alikuwa dhaifu? No. Au ili ya corrupt kwanza yule mwanamke? I don't think so. Nafikiri aliyepewa ile amri asile kwenye ule mti ni nani? Sio mwanamke, ni mwanamume, ni Adamu. Mwanamke alikuwa hayupo, alikuja baadaye. Na kwa hiyo ambaye alipaswa kumfundisha na kumsisitizia umuhimu wa ile amri ni Adamu. Je, Adamu alimfundisha sawasawa? Who told you? Angalia sasa, ni nani aliongeza hiyo? Hata sio kusisitiza, hapo ameharibu. Hapo ameharibu. Angesema exactly what God said, lakini naonekana she was not straightforward, na hakujua hata Yesu Mungu alisema nini. There was a mistake from Adam. If she could add
Katika amri ya Mungu ukienda ukaongeza katika amri ya Mungu, ukawenda kuongeza zile amri, 10 commandments ambazo kwetu ni misingi mikuu, alafu naenda kuongezea hapo na ya 11 na ya 12, inaonyesha jinsi na you can water down the rest. Ndio maana nasikiliza wanadamu wanasema hii ni amri ya 11 hii. Nani aliweka? Wewe. Inaonekana zile nyingine ni hivyo unazidharau. Huwezi kuongeza hata neno moja wewe. Amri. Wewe unatoa amri ya 11. Nawasikiliza na nashangaa huyu jamaa na courage. He can be our God then. Sasa ni hivyo hivyo tunavyodharau na kutamp around with those fundamental laws. Sasa yule mwanamke hakuweza kusema straightforward, na yule jamaa ni korofi, yani yule nyoka korofi sana. Nikaongezea hapo kusema hivyo na maanake alimpa swali la kumtega. Sasa unfortunately the woman was not even sure, hakuwa na uhakika anachoambiwa. Kwa hiyo alichoambiwa, she was not very strongly anchored into the words of God himself. Aliongeza pale hata tusiguse. Nani alisema hivi? Labda kwani aliwaambia msipalilie, kwa hiyo usiongeze. Sasa kule kuongeza ni kwamba hata ile nyingine anaweza kuweka huko mambo yake, hata kuondoa. Sasa matokeo yake ni hayo, na kusema kwamba kwa hiyo nyoka yule alijua kosa la Adamu lilikuwa wapi, na ndio maana he was not there, otherwise he would have made the things straightforward, clear. Alimtegea wakati Adamu labda alikuwa ameenda kujisaidia pembeni, akategea wakati ule ule, akamwambia hivi, mliambiwaje vile eti msile matunda? Aligeneralize, na yule akaenda extreme nyingine. Extremes are dangerous, both ends. Msiwe wa extremists kwa upande wowote ule, hata kwa dini na imani. Watu ambao ni fundamentalists ni hatari. Fundamentalist, watu ambao ni kwa Kiswahili ni fundamentalist, watu au fundamentalist wa imani. Watu wanakuwa hawawezi kusikiliza kitu kingine chochote, hata kupanua mawazo yao popote. Wamekikita kwa kile anachojua yeye tu, hawezi kwenda nje. Hawa ni sio wafia, natumia neno gani hapa? Ndio kama hao tuseme watu samani, una neno lake zuri zaidi. Yes, au ni watu wanasema hiyo. Hakuna neno lake. Basi kwenye kama ni hamu. Sasa mmoja alikuwa extreme. Nyoka aliwaambia msile kwenye matunda ya mti yoyote. Extreme. Akimtegea yule aende extreme nyingine. Extremities zote. Huyu akamwambia hapana. Hakusema miti yote. Alisema tusile kutoka kwenye, hata tusiuguse extreme nyingine. Extremes are dangerous, hata katika imani. Na ndio maana sisi tunawasikiliza sana hao ndugu zetu watawa wenzangu na wanafunzi. Akiwa extreme tunamwambia aache, hawezi kuwa padre. Extremes hatutamruhusu awe padre au mtawa. These are problematic. Kwa hiyo lazima awe balanced, na watoto mwatrain wawe balanced. Sio extreme mpaka anakuwa blind to the other side. Hajui kwamba hapa akiweka huko ameambiwa hivi, hajawahi kuangalia hapa kuna nini. It's dangerous. Sasa kwa hiyo tuwe na balance katika maisha. Sasa mama yule pengine alikuwa extreme. Labda ndugu yule mumewe Adamu alimsisitizia kiasi kwamba
Mama akasema hata kugusa usiguse. Ule mti ulikuwa unapaliliwa pia kama miti mingine, ni bustani ya matunda, lakini usiguse ule mti, msile. Na sio tunda tu, manake watu tunazungumzia tunda, kwa sababu ile tunda linaendana na dhana zetu nyingine, yes, which are wrong as well. Hatukuambiwa tule tunda tu, na nimeshawahi kuzungumza hapa, ule mti tuliambiwa tusile kutoka kwenye ule mti. Hakusema nini, tusile chochote kinachohusiana na ule mti. That's the meaning. We should not eat of the tree. Of the tree. Manake mti ule tuliambiwa tusile matunda yake. That's right. Tusile majani yake, tusile magamba yake, tusile mizizi yake. Because baadaye nimeshaeleza hapa kutoka kitabu cha Ufunuo sura ya 22 tunaambiwa kwamba ule mti unaoota kando ya mto ule wa maji kutoka Yerusalemu mpya utakuwa na matunda. Ni mti huo, na matunda yake yataliwa, majani yake yataliwa, na mizizi yake ni dawa, na majani yake ni dawa. Kumbe tuliambiwa tusile chochote kutoka ule mti. Kwa hiyo ni mtego. Ni mtego. Sisi tulikwenda kuongeza pale, alituambia tusile matunda yake. Who said that? It's not God. God hata anapokuja kumuuliza Adamu, anatembea kule bustanini akayakuta amejificha, hakumuuliza umekula yale matunda. Hapana. Soma swali hilo. Sina muda tena. Muda umekwenda. Anauliza umekula kutoka kwenye ule mti niliokukataza? Umekula kutoka, not the fruit, but did you eat of the tree which I told you not to eat? Sasa ndio accusations. Huyu mwanamke alinipa, na yule akasema huyu nyoka. Sasa hakuna aliyesema, na malizia kusema hivi. Na jana tena juzi kama nikasema hata Mungu atatuhurumia. Maana sasa kwa nini Adamu hakusema tumekosa? Everything would have changed. Kweli, everything. Yeye alikosa pia. Kwani yeye ndiye angemkumbeza mke wake, mbona hakumgombeza? Akasema lete. Aise tamu, lendeze, leta tena. Why would yeye angemgombeza na kufukuza yule nyoka? He never did that. Adamu alikomply. Alikubaliana mkewe. Lende. Kumbe jamani. Na lengo ni kutaka kuwa sawa na Mungu. Hiyo kosa kuu, kutaka kuwa sawa na Mungu. Because hiyo ndio mtego aliwapa shetani. Sasa Mungu alijua kama mtakuwa sawa na yeye, ndio maana anamwambia msile. Basi tuseme tu hivi, nimeuliza hili swali tena. Hivi ukaweza kuandika insha, sio tu ya kusharpen our understanding, spiritual understanding. Hivi Mungu hivi Adamu na Eva wangetubu ingekuwaje? Mtu anaweza kuandika insha, ukae mwenyewe usema hivi, haya yote Biblia nzima hivi, pale mwanzo Adamu babu yetu na mama yetu bibi yetu Eva inama mbele ya Mungu akamwambia tumekosa baba, tumekosa, ingekuwaje? Sasa now I want you to think. Sio swali la kujibu haraka. What would happen? Ingekuwa kwa Biblia, ingekuwepo Agano Jipya, Yesu angekuwepo. Manake tufikirie sawa the consequences if our first parents Adam and Eve had repented and asked for forgiveness, mercy from God. What would have happened? Hilo swali hilo hatutaki kulijibu, lakini ni vizuri mtu anayetafakari kweli akakaa chini akafikiria, na ingekuwaje?
what would have happened? Ingekuwaje? Hivi mambo yangekwendaje? Ni interesting. Na hayakuwa hivyo bahati mbaya, lakini kama angetubu badala ya kusema huyu, kwanza Adamu ndiye alisiriba kabisa, akamalizia akasema huyu mwanamke ulionipa ndio amesababisha. Kwa hiyo anamwaccuse Mungu ndio sababu. Unajua? Ndio maana Mungu alikasirika sana. Manake Adamu ultimately mwisho wake amemwambia Mungu ndio sababu. No, swali langu kama asingekuwepo alikuwepo. Manake hata Mungu ameshaumba. Na hakuna mtu ushauri wa Mungu, hakuna mshauri. Hakuna mshauri wa Mungu, alishaamua hivi. Na hata acha ile simulizi la pili. Ile simulizi la kwanza waliumbwa pamoja. Kwa hiyo hakuna hiyo kitu. Ila nauliza tu kama lengo la simulizi la pili ni kueleza asili ya uovu duniani, sio kutoka kwa Mungu, isipokuwa kutoka kwa sisi. Ndio lengo lake hiyo simulizi la pili. Nawaambieni, Yahwista anataka kujibu swali, where does evil come from? Ndio swali lake. And then he answers kwamba evil comes from creatures, viumbe. Akiwa mwanadamu ndio kiongozi wao. Ndio jibu lake. Na uovu wote umetokana na sisi, sio kwa Mungu. Na Mungu aliumba yote mazuri. Sasa nauliza, sasa sisi tulipoanguka mara ya kwanza, kwa nini wale wazee wetu wa kusema kosa tumekosa, tunaomba radhi? Sasa ngoja nikueleze. Kuna kitu wanaita literary time katika literature, kwa Kiswahili ufasihi. Kuna kitu wanaita literary time. Haipo kwenye Biblia pale. Katika ile simulizi hili haipo. There is no literary time. Hakuna. Even chronological time, hata ile ya kusema siku moja mbili tatu, ipo kwenye ile simulizi nyingine. Sio hili. Kwa hiyo hatuwezi kunyezea muda. Anawezi kujua ni muda gani walikaa uchi. Sasa mimi ndio nataka kusema hivi, walikuwa na time ya hakika. Walikuwa na time ya kuweza kusema sisi tumeshaharibu. Hii hali hatakuwa hivi. Tena ni aibu. The Bosch, maana ndugu anatumia ni aibu, walijisikia aibu. Soni. Sasa kwa hiyo mabadiliko tena hata Mungu aisee. Hata tunaanza kukimbia hata msituni huu tunakimbia wanyama. Manake wangeshtuka, wangerudi. Sasa kwani Mungu aliwaumba kama watoto? Hawasingeweza kumjibu na kufanya waliopewa. Walikuwa watu wazima. Ni fullness of manake wao walikuwa na akili timamu, ndio maana Mungu aliwakabidhi mambo. No, you are talking after that, but in this first place Mungu aliwa trust kila kitu. Manake sio kwamba waliwa trust kama wajinga. Aliwa trust na kuwakabidhi viumbe na kila kitu, kwa sababu they were already mature enough. Na aliwaumba kama fullness of the humanity, mwanamume na mwanamke katika ukamilifu wao. Sio kuwaumba wakiwa watoto. Hapana, aliwaumba katika optimum state of humanity. Optimum manake walikuwa na uwezo wa kufikiri kuliko wewe. Ukamilifu wa mwanadamu timamu. Sasa ule ukamilifu wa mwanadamu timamu ana uwezo wa kuona matokeo na kila kitu. Na kwa hiyo ndio maana walitamani kuwa miungu. They wanted to be like God. That was the trick. Ilikuwa ni ile trap ambaye shetani aliweka pale. Anajua mtakuwa kama yeye. Wanafikiri angekuwa watoto asio watu wazima wenye optimum state of humanity. Ndio walivyoumbwa. Sasa walikuwa na uwezo wa kusema hapa tumeshari. Watu wamejificha kule. Tuachie hapa. Samahani sana, leo tumekuwa na ndio. Mimi ningependa, sijaona hiyo text hiyo vizuri, ningeomba tukaiangalie vizuri labda wiki ijayo. Uangalie imeandikwaje kwenye Biblia tofauti.
Hiyo ndivyo tunazo study. Uende kwa Kiingereza kama unacho kizuri, uangalie hiyo ni sura ngapi na nini, alafu una note. Unaangalia Biblia ya Kiswahili ya Iringa inasemaje, ile ya Tabora KMP inasemaje, Kiingereza New labda Revised Standard Version RSV imesemaje, American Bible inasemaje, Jerusalem Bible inasemaje. Alafu angalie hivi kuna zinatofautiana katika hayo maneno. Alafu kama yanasahau, kwa sababu bahati mbaya hamjui, mimi nitasoma Kigiriki na hiyo ni mwisho, Kigiriki ni mwisho, sababu haibadiliki. Ndio lugha iliyoandikwa original, ndio aliandika Petro na Paulo na wengine, ni Kigiriki. Nitasoma ile Kigiriki, hicho nitakuja nacho kiko hapa. Alafu tuulinganishe, kwa sababu ni maneno mazito, tuyalinganishe. Kama ni maneno ya mitaani au maneno yaliyokuja baadaye ni tafsiri, au tunaita sisi transliteration, manake unaandika kile kilichoandikwa straight bila kubadilika. Basi tukishapata maana yake, hapo ndio tunaanza kucomment. Ndio sasa hayo ni maneno, lugha yetu ni dhaifu sana, niseme wazi. Wenzetu lugha nyingine zimejaa karne na makarne, miaka mingi imejaa, ni complete. Ndio maana hata kiti hiki kinaitwa ni cha kiume, usije ukaconfuse na bench au whatever. Yani kila kitu kina female and male, neutral, kila kitu. Hizo lugha zimedevelop kiasi kwamba unashangaa, ili mtu asichanganye kitu na kingine, na ile verb iendane na kile kitu. Ndio lugha hizi zinatutesa sana sisi ambao hatuna mtazamo ule. Yani nikikwambia kimbia, nategemea nimemwambia kike au kiume. ile neno tu kimbia, it already shows that I was telling a woman or a man, bila ile hata subject kuwepo, na anayesema ni nani. The verb yenyewe inaonyesha object and subject. Verb yenyewe inasimama. Unaona watu hawa huwezi kuchanganya mambo, na hata kama asemi fulani alisema, unajua the subject is that one. Imesema kule mwanzo kule, kumbe au unajua main subject. Kwa mfano anasema katika uzao wako utapata atatokea yule atakaye kanyaga yule nyoka. Yule uzao sio wa kike, ni wa kiume. You see for us Kiswahili haionyeshi, lakini lugha ile ya Kiebrania mara moja anategemea, tulikuwa tunategemea kiume. Kama ingekuwa ya kike wangekataa, sio yule ambaye ameahidiwa Eva. Hapana, aliahidiwa kiume, male, kwa sababu iko kwenye ile verb. Unajua lugha hizo ziko hivyo, so rich, na ndio maana tunachukua miaka mingi kusoma lugha hizo.